Mko tayari? Ndugu zangu waandishi wa habari, habarini za asubuhi. Kwa majina naitwa Kwagirwa Ruben Samtagwa Mamba la Igwana Nilongisho, mbunge wa jimbo la Handeni mjini. Nimewaita hapa ili tuweze kuzungumza. Ninayo machache ya kuzungumza kuhusu hoja ambayo imetangazwa na serikali kupitia mpango ambao umekuwepo wa muda mrefu. Lakini majuzi Mheshimiwa Rais wakati anazindua mradi wa Same Mwanga, mradi wa maji, alikumbushia pia hoja hiyo ya Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia kwa ajili ya mikoa ya kaskazini. Sasa nimekuja kuongea na ninyi kwanza kama mtu anayetoka miongoni mwa hiyo mikoa ya kaskazini. Kama mnavyofahamu, mikoa ya kaskazini inatengenezwa na Arusha, tengenezwa na Tanga, Manyara pamoja na Kilimanjaro. Kwa mimi ni mbunge mwakilishi wa wananchi wa kaskazini wa mikoa hiyo iliyotajwa, ninayetokea jimbo la Handeni mjini. Kwa nimeona si vyema sana hoja hii inapojadiliwa, wenzetu wanaoshiriki kuijadili hoja hii si vyema sana wasiposikia sisi watu tunaotoka mikoa hiyo ambao Mheshimiwa Rais amesema tunasema nini. Kwa ni vizuri mjadala huo akawa anaendelea nao, watambue pia sisi Watanzania wenzao tunaotoka mikoa hiyo ya kaskazini ni nini maoni yetu na tumeipokeaje kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba sasa tunakwenda kupata umeme kutoka Ethiopia kwa mikoa yetu ya kaskazini. Jambo la kwanza ambalo lazima tukubaliane na tulifahamu Watanzania wote kwenye mjadala huu mpana unaoendelea ni kwamba swala la umeme lina mambo makubwa matatu. Kwanza, uzalishaji, mahala ambapo umeme unazalishwa. Pili, mahala ambapo unasafirishwa, namna ya kusafirisha kutoka kwenye chanzo pale ulipozalishwa, lakini na namna ya kusambaza ili kuwafikia wananchi kwenye shughuli zao za kila siku. Kwenye upande wa uzalishaji, sisi kama nchi kwa maana ya Tanzania tumepiga hatua kubwa sana, na hatua ambayo kwa kweli ni ya kupongezwa. Na mimi nichukue nafasi hii nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Hivi tunavyozungumza hivi sasa, pale Kinyerezi tu tuna megawatt karibia 125. Lakini Kinyerezi 1 extension pana mitambo kama 4 na yote kila mmoja unazalisha megawatt 40. Kwa hiyo tuna megawatt kama 160 pale. Sasa ukichukua bwawa la Mwalimu Nyerere megawatt 2115, ukachukua Kidato megawatt 204, Kehansi 180, Mtela megawatt 80, Rusumo megawatt 80, pale Hale kwetu nakotoka Tanga, mkoa wa Tanga tunazalisha megawatt 68, lakini Nyumba ya Mungu upande ule wa Kilimanjaro kuna megawatt 8 na vyanzo vingine vidogo vidogo ambavyo hapa sitavizungumzia. Hilo linajumuisha eneo la uzalishaji kwa nchi yetu. Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi, serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, ndani ya miaka hii ambao Mheshimiwa Rais Samia amekuwa kwenye madaraka, imefanya mapinduzi makubwa sana katika kuhakikisha tunapata miundombinu thabiti ya kusafirisha umeme. Tunao mradi mkubwa wa kitaifa, mradi wa grid imara, mradi wa grid ya taifa. Mradi ambao tunajenga kituo kikubwa sana cha kupozea umeme pale Chalinze, lakini tunajenga kituo kikubwa sana cha kupozea umeme kule Nyakanazi. Lakini vile vile kupitia World Bank na African Development Bank, nchi nyingi za Afrika na sisi Tanzania tukiwemo, nchi za East Africa na nchi za SADC, tunaunganisha grid zetu kwenye East African Power Pool pamoja na SADC Power Pool. Yaani kwamba grid ya taifa ya Tanzania iweze kuungana na grid ya taifa ya Kenya, iweze kuungana na grid ya taifa ya Ethiopia na nchi za SADC. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya intertrade ya umeme
Umeme unaweza ukazalishwa Tanzania ukauzwa nchi nyingine, kurahisisha upatikanaji wa umeme, lakini kuweka uhakika wa upatikanaji wa umeme huo na kuweza kudiversify risk. Kwa hilo eneo la usafirishaji serikali imejitahidi sana, na labda tu wasiofahamu, yapo maeneo ambayo bado tulikuwa hatuna grid ya taifa na bado hatuna grid ya taifa. Nitatolea mfano tu mimi ninakotoka pale Handeni, ukiwa Mkata, kutokea Mkata kwenda Handeni mjini mpaka Kilindi hakuna grid ya taifa. Serikali ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, uwekezaji huu na usema haukutuacha nyuma sisi pale Handeni. Panajengwa kituo kikubwa cha kisasa cha kupoza umeme pale Mkata, lakini patajengwa kituo kikubwa na mkandarasi yupo site pale kwa Mbwembwele Handeni mjini cha kupokea na kupoza umeme, lakini na kule Kilindi. Na hapa katikati ndio inapita grid ya taifa ambayo iko kwenye ujenzi. Kwa hiyo eneo hili la usafirishaji serikali yetu imefanya kazi kubwa sana. Lakini eneo la tatu ambalo nililitaja ni eneo la kusambaza sasa umeme. Kama mnavyofahamu, serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi imepeleka umeme kwenye vijiji vyote nchi hii. Vyote. Mitaa yote umeme umefika. Na mimi kule Handeni ninakotoka, wakati Daktari Rais Samia Suluhu Hassan akiingia madarakani, nilikuwa na mitaa 30 tu kati ya 60 ndio ilikuwa na umeme. Actually 28. Uwepo wake madarakani umetupelekea kupata umeme mitaa yote 60 ya jimbo la Handeni mjini. Na kwa nchi nzima kama nilivyoeleza, vijiji vyote na mitaa yote nchi nzima umeme umeshasambazwa. Sasa tukirudi kwenye hii hoja ya Tanzania kununua umeme Ethiopia kwa ajili ya mikoa ya kaskazini, jambo moja ambalo lazima tufahamu, kwa mkoa kama wa Arusha, kwa mfano, kwa mkoa kama wa Arusha hauna chanzo chochote cha umeme. Hapana gesi, hapana upepo wa kutosha kuzalisha umeme pale, hapana maporomoko ya kuweza kufua umeme kwamba tunaweza tukaweka chanzo pale, lakini hata geothermal bado maeneo yake hayaqualify kuzalisha umeme wa aina hiyo. Lakini vile vile hawana hata makaa ya mawe kwamba tutazalisha kutokea ukanda ule kule. Kwa hiyo uamuzi wa kununua umeme kutoka Ethiopia kwetu sisi watu wa kaskazini, watu wa mikoa hii, wa Tanzania wenzenu, tunauona ni uamuzi wa busara sana. Uamuzi wa busara sana. Kwa sababu sisi ndio tunaoishi adha ya katika umeme kule kwenye mikoa yetu ya kaskazini. Unajua mijadala hii wakati mwingine mtu ana smartphone kake amekatia chaji kamejaa, anatekenya na vidole gumba hivi, anaandika tu anachojisikia. Lakini sisi ndio tunaokaa kule na tulipokea kauli ya Mheshimiwa Rais ile kwa mikono miwili na kwa shukrani kubwa sana. Kwamba sasa tuna uhakika tunakwenda kupata umeme wa uhakika kutoka Ethiopia kupitia Kenya pale Namanga kwetu. Watu wanahoji kwamba umeme kutoka Ethiopia kilomita nyingi karibu 1500 huko unawezaje kuwa rahisi kuliko umeme wa kutoka Rufiji kilomita 600 na kitu plus. Kila unaposafirisha umeme kwa umbali mrefu, na bila kuwa na vituo toshelevu vya kupozea huo umeme, lakini vile vile kila unaposafirisha umeme kwa umbali mrefu na ukaupitisha kwenye miundombinu chakavu, kuna upotevu mkubwa sana wa umeme. Lazima upoteze umeme. Nchi yetu hii kimsingi na kitaalamu, tuwasikiliza wataalamu wetu wa umeme, ilitakiwa kila wilaya iwe na kituo cha kupozea umeme kimoja au viwili kulingana na mahitaji na ukubwa wa wilaya. Lakini kwa nchi nzima tuna vituo kama 86 tu hivi vya kupozea umeme. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna maeneo mengi ambapo umeme unasafiri umbali mrefu kwa kutumia line tu bila kutoka kwenye umeme mkubwa na kuingia kwenye kituo cha kupoza na kupokea umeme.
Kwa panasababishwa upotevu mkubwa. Sasa Tanzania kama nilivyosema tuna vituo hivyo 86 tu. Ina maana kwa vyovyote vile ukiutoa umeme Rufiji mpaka ukaufikishe Arusha kutakuwa na upotevu mkubwa sana wa umeme. Kwa sababu hizo nilizotaja, uchakavu wa miundombinu, lakini pili kuwa na vituo vichache vya kupokea na kupoza umeme. Lakini wote tunatambua kujenga vituo hivi inachukua muda, rasilimali muda, na inachukua muda, rasilimali fedha. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinahitaji muda. Na sisi wananchi wa kaskazini, wananchi wa mikoa hiyo minne ambayo nimetaja, tatizo tunalo na tunaishi nalo. Kwa lugha rahisi ni kwamba hatuwezi kusubiri. Serikali itaendelea na mipango yake ya taratibu, lakini sisi mpango huu wa kutuletea umeme kutoka Ethiopia ndio mpango sahihi na wa haraka kwetu na wa uhakika. Sasa umeme pale Namanga hatuchukui hivyo kama watu wanavyojaribu kusema. Umeme hatuusafirishi kama magunia ya viazi. Hautasafiri kama magunia ya viazi. Ni kwamba sisi pale Namanga kama nchi kutakuwa na mita kubwa. Mita ambayo itaupokea umeme ambao umeruhusiwa kutoka Ethiopia kuingia kwenye grid ya Kenya. Wakenya wanaporuhusu zile 100 megawatts tunazozinunua sisi kutoka Ethiopia, wakiziruhusu ile mita yetu inakuwa inasoma zinapoingia. Na zikishaingia huku kwetu, ni moja kwa moja unakwenda kwa Watanzania, kwa watumiaji. Utakwenda mashambani moja kwa moja kutoka kwenye grid yetu ya taifa. Utakwenda kwenye migodi, utakwenda kwenye viwanda na utakwenda majumbani. Kwa hiyo watu wasi confuse hivi vitu. Yaani hata kuwepo waziri ambaye ataenda bungeni kuomba hela za kwenda kununua umeme Ethiopia. It is not that way. It's not working that way. Mimi ni mjumbe wa kamati ya budget ya nchi hii, nafahamu. Haiko hivyo kwenye huu utaratibu. Kwamba waziri atakwenda pale kusoma budget anaomba hela ya kwenda kununua umeme Ethiopia. It doesn't work that way. Haiko hivyo. Ni kwamba umeme ule ukishafika Namanga, ukapita moja kwa moja unaenda kwako Mushi. Moja kwa moja unakwenda kwa Samtagwa nyumbani kwake. Moja kwa moja unakwenda Merelani kwenye mgodi. Moja kwa moja unakwenda kwenye mashamba yetu ya ngano. Moja kwa moja. Kwa wananchi watalipa kwa tariffs, watalipa kadri wanapotumia. TANESCO itakusanya kama ambavyo inakusanya tunavyolipa umeme mwingine huku. Halafu itaremit. Na umeme huu, jambo moja ambalo halizungumzwi, umeme huu ambayo serikali imeamua kuchukua kutoka Ethiopia ni umeme cheap. Unanunuliwa kwa senti 7 ya dola na unasafirishwa kwa senti 0.7 ya dola. Ina maana unaenda kulenji kwenye senti 7.7. Sasa sisi hapa nchini tunavyo vyanzo vya umeme ambavyo tukizalisha ile unit ya kilowatt hour inauzwa kwa mpaka senti 8, 9 mpaka 10 za dola. Kwa hiyo hii hoja nafikiri ndio hoja ambayo watu wanatakiwa waiangalie kwamba ni hoja muhimu, kwa sababu kwanza tunapata umeme wa uhakika na tunaupata cheap. Halafu sisi kama Watanzania hatutajihusisha na overheads, gharama za uendeshaji za huo umeme unakotoka. Tofauti sana na hapa kwenye bwawa letu la Mwalimu Nyerere. Tumeinvest pale 6.9 trillion na zaidi kidogo. Hasa hiyo ni investment unayoiona physically. Ila ukweli ni kwamba operational costs za pale zipo. Ni vile tu hazizungumzi. Sasa unapopata mahala ambapo wenzako tayari wameshawekeza, unajiondoa kwenye hayo mambo ya kuingia kwenye overheads za operations. No umeme unatumia, unalipa kadri unavyotumia. Hii concept ya
nchi na nchi kuuziana umeme ni concept ya kawaida kabisa duniani, na inafanyika dunia nzima. Nchi inanunua umeme na yenyewe inazalisha umeme, na wakati huo na yenyewe inauza umeme. Ni habari ya kununua na kuuza, ni habari ya kuzalisha, na wakati huo unanunua na wakati huo unauza. Tegemea tu na geographical positioning yako. Kienda Marekani leo, wananunua umeme, wanazalisha umeme mwingi sana, lakini bado wananunua umeme. Marekani ananunua umeme kutoka Mexico, ananunua umeme kutoka Canada, and you'll be surprised, ananunua umeme kwa nchi ndogo kama Jamaica. Ananunua umeme pale. It's a practice ya dunia nzima. Na lengo ni hilo tu, unatafuta efficiency na unatafuta gharama ndogo. Namna gani utahudumia watu wako kulingana na geographical location walipo na mahala unapozalisha umeme wewe ulipo. Ukienda nchi za Ulaya, nchi zote zile za Ulaya pale, wote wanazalisha umeme, wananunua umeme kutoka nje na wanauziana umeme pia. Wote. Mathalan, Ujerumani ananunua umeme kutoka Ufaransa, ananunua umeme kutoka Austria, ananunua umeme kutoka Netherlands, ananunua umeme kutoka Denmark. Ni nchi hiyo iliyoendelea, inazalisha umeme sawa wa kutosha, lakini inanunua umeme kuwahudumia watu wake ili iingize kwenye grid yake ya taifa, iwahudumie watu wake kulingana na maeneo ya kijiografia yalivyo. Italy wananunua umeme, pamoja na kwamba wanazalisha umeme, pamoja na kwamba wanauza umeme nje, lakini wananunua umeme. Wananunua kutoka Switzerland, wananunua kutoka Ufaransa, wananunua kutoka Slovenia, wananunua kutoka Montenegro, wananunua kutoka Ugiriki. Italy wale. Nchi za Ulaya hizo nazungumzia. Ufaransa ananunua umeme kutoka Spain, ananunua kutoka Belgium, na anachukua pia na Ujerumani. Nchi za Ulaya zinanunua umeme. Hata ukija kwenye bara letu la Afrika, sisi wa Tanzania sio watu wa kwanza kununua umeme. Maana shangaa kelele nyingi kwamba tunanunua umeme kutoka Ethiopia. Ni kitu gani cha ajabu? Dunia yote inafanya hivyo. Hapa Afrika kwetu, ukienda Asia, ile Singapore, pamoja na namna tunavyoipima kwa maendeleo yake ya kiuchumi, inazalisha umeme Singapore, lakini wananunua umeme kutoka Laos. Wana mikataba pale ya megawati 100, wananunua pale. Wananunua umeme kutoka Malaysia, wananunua umeme kutoka Indonesia. Ni kitu cha kawaida. Wezi wa Tanzania tuna pepo mbaya sana siku za karibuni kwamba kila viongozi wetu wakuu wakielekeza jambo tunaona kama haliwi. Sisi wananchi wa Tanzania wenzenu wa kaskazini tumeupokea uamuzi huu wa serikali kwa furaha kubwa sana. Na kwa kweli wenzetu wa Tanzania wengine mtuelewe. Ukienda pale India, ananunua umeme India. Ananunua kutoka Bhutan, ananunua umeme. Nepal, wale Bangladeshi na Myanmar, wote hawa wananunua umeme kutoka India. Kwa ni kuuza na kununua, ni kitu cha kawaida tu. Whether unazalisha wa kutosha, kizalisha kupita kiwango, unauza. Ukiona kwa hudumia wananchi wako wa jiografia fulani ni rahisi kuchukulia kwa mwenzako, unachukua. Kwa Afrika, South Africa ndo powerhouse ya Afrika. Kusema powerhouse, na maanisha ndo nchi inayozalisha umeme kwa wingi, South Africa. Lakini pamoja na kwamba South Africa ni powerhouse, wanazalisha umeme kwa wingi, lakini bado wananunua umeme kutoka Mozambique. They are buying electricity. Wana-import. Majirani zetu Kenya na wenyewe wananunua umeme Ethiopia, huku tunakotaka kununua sisi. Actually, asilimia karibia 10 ya umeme wanaotumia majirani zetu pale unatoka Ethiopia. Sudani zote mbili, Sudani ya juu, Sudani ya chini, kwa maana ya kaskazini na kusini, wote wanachukua umeme Ethiopia. Wananunua umeme pale. Djibouti inachukua umeme Ethiopia. Kwa hiyo intertrading ya umeme ni kitu cha kawaida sana.
na kokote ambako imefanyika kwa sababu ya kutarget efficiency na kupunguza gharama. Sisi Tanzania hivi sasa kwenye vyanzo hivi ambavyo nimevitaja, ukilinganisha na mahitaji tulionayo, tunao umeme wa ziada. Na tunanunua na tunapanga kununua Ethiopia kama ambavyo Mheshimiwa Rais ametangaza. Lakini tunao umeme wa ziada. Kama ambavyo hizi nchi nyingine wana umeme wa ziada na wananunua bado. Sasa sisi tuko katikati ya mazungumzo, serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Rais Samia Suluhu Hassan ipo katikati ya mazungumzo kuuza umeme Burundi, kuuza umeme Rwanda, kuuza umeme kwenye hizo nchi mbili. Mambo haya, mambo ya kawaida kabisa. Mambo ya kawaida kabisa. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuongoza kama taifa kukaa na kujiposition kimkakati kwenye kila jambo linalotokea kikanda, kimataifa na ndani ya nchi yetu. Siku zote sisi wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Samia ametuongoza kukaa kimkakati. Mtakumbuka nchi nyingi zilikopeshwa fedha kwa ajili ya COVID. Mnakumbuka? Sisi tulichukua 1.3 trillion. Wenzetu, na mimi sitaki kutaja mataifa ya watu hapa, wenzetu fedha zao walizokopa waliishia kununua barakoa na ziliisha. Sisi tulikwenda kuwekeza kwenye miundombinu ya hospitali, miundombinu ya madarasa, miundombinu ya maji, miundombinu ya utalii, miundombinu ya nishati kupitia fedha hizo. Maono makubwa ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kukaa kimkakati. Kwa hata hili la kuchukua umeme Ethiopia kwa ajili ya kaskazini ni kwa sababu Mheshimiwa Rais anaona kwamba ipo haja ya kufanya hivyo, la kwanza. Lakini la pili, mikoa hii ya kaskazini ni mikoa ambayo ipo kimkakati. Pale Arusha ndio kitovu kikubwa cha utalii. Pale Arusha, mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, mikoa yote miwili hiyo, kitovu kikubwa cha utalii wa nchi yetu. Sasa mnawezaje kuwa sehemu ambayo mnaitegemea kwa fedha za kigeni kupitia utalii, halafu hatuna umeme ambao ni reliable? Halafu mtu anahoji serikali kuchukua umeme Ethiopia kuleta pale kwa ajili ya kuhudumia pale. Hivi ni kitu gani Watanzania tunataka? Hivi kweli kabisa tunakuwa tuko sawa? Utalii sasa hivi tumeshafika mahala pa kupata bilioni 3.1 USD mapato kwa mwaka tunapata, na idadi ya watalii imesha flourish. Tuko karibia, tunaingiza watalii karibia milioni 5 per year sasa hivi, tena na zaidi. Sasa kama hatukuboresha habari ya huduma za umeme pale, kuna mtalii anatoka kwenye nchi ambayo toka azaliwa hajawahi kuona umeme umekatika, halafu amekuja kutalii hapa, amelipa fedha nyingi, ametuingizia fedha za kigeni, halafu anaondoka na a bad story ya habari ya umeme kukatika. What is this? Halafu kuna mtu anaona tu ni sawa aipinge tu serikali isitekeleze hiki ambacho anataka kutekeleza. Si sawa. Sisi wananchi wa kaskazini tunaoishi huko tunaelewa umuhimu wa jambo hili kufanyika. Mikoa ya kaskazini ndo mahala ambapo pana migodi mingi sana. Migodi, shughuli za uchimbaji. Tanzanite inayotutambulisha Tanzania kama taifa huko duniani iko kaskazini. Migodi yake inahitaji umeme wa uhakika. Graphite ambayo ni mbadala wa nickel ipo hapa kaskazini. Kwetu Handeni ipo mingi, graphite iko nyingi sana hapa. Na viwanda vyetu vinasuasua kwa kukosa umeme. Yuko pale mzalishaji mkubwa wa graphite, Godmwanga, anashindwa kufungua viwanda vyake vile, ameshawekeza, anashindwa kuvifungua kwa sababu ya umeme. Sasa Mheshimiwa Rais anasema analeta umeme kutoka Ethiopia, alafu kuna mtu amekaa zake Dar es Salaam, amenyosha miguu kwenye masofa, anabonyeza vitufe vya simu, anasema hakuna. What is that?
nchi ni ya kwetu wote. Mnapoongea, Watanzania wenzetu wanapojadili huu mjadala, watufikirie na sisi Watanzania wenzao ambao tumewekeza kwenye graphite na tunakosa umeme wa kuchimba graphite ile, na tumeshaweka mitaji pale. Lakini graphite hiyo ingetupa mapato makubwa sana kama nchi, kwa sababu tuna export ile. Kaskazini ukiacha hiyo migodi, tuna gold. Kwa mfano Handeni pale sisi tuna mgodi mkubwa wa Magambas huko pale. Lakini bila umeme wa uhakika hatuwezi kuwa na production ambayo inatakikana. Mikoa ya kaskazini ina viwanda vingi na vyote vinahitaji umeme. Viwanda vingi. Viwanda vya vinywaji, viwanda vya mbolea, viwanda vya simenti, vyote viko kule kaskazini. Tunahitaji umeme wa uhakika. Ndio maana boldly tunaipongeza serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na tunaungana nayo kwenye huu mkakati na mpango wa kuchukua umeme kutoka Ethiopia ili shughuli zetu za kiuchumi kule kaskazini zisonge mbele. Lakini msisahau, kaskazini hiyo ndio tuna bandari ya Tanga pale. Unawezaje kuendesha bandari bila umeme wa uhakika? Bandari ambayo baada ya barabara ya Handeni, Kibilashi, Kiteto, Kondoa, Singida kilomita 434 kukamilika, nchi zote kule za maziwa makuu zitatumia bandari ya Tanga. Na Mheshimiwa Rais majuzi alipokwenda kutembelea mradi ule wa bandari na uwekezaji uliofanyika, ametoa kauli kwamba bandari ile sasa itakuwa ni rasmi kwa bidhaa za mbolea, bidhaa za kilimo zote zitakuwa zinapitia Tanga pale. Tunahitaji umeme wa uhakika sisi pale. We don't need debates. Tunaweza kufanya debates kwenye mambo mengine, lakini sio kwa swala tangible na la muhimu kama la nishati ambayo ni driving force ya economy yetu. Mikoa ya kaskazini ina mashamba makubwa. Mashamba ya ngano yako pale, yanahitaji umeme. Horticulture kwa nchi yetu hii ya Tanzania, matunda, maua, pale Arusha kaskazini inafanyika pale. Bila umeme hatuwezi, tutaparalyze economy ya nchi yetu. Kwa sisi wananchi tunaotoka mikoa ya kaskazini tunaungana na serikali ya Chama cha Mapinduzi na tunao furaha kwamba tunakwenda kupata umeme wa uhakika. Tena tunasema wafanye haraka. Wafanye haraka, wamechelewa. Wamechelewa. Ndugu zangu, idadi ya watu kwenye mikoa hii minne ya kaskazini imeongezeka sana miaka ya karibuni. Sana. Kwenye sensa iliyopita, Arusha peke yake wana watu milioni 2,356,255. Kilimanjaro wana watu milioni 1,861,934. Tanga tuko milioni 2,615,597. Na Manyara wako milioni 1,892,502. Hiyo inafanya jumla ya wakazi wa mikoa hii ya kaskazini ambao wako kwenye tabu ya kukosa umeme, ambao wanapata umeme wa katika. Tuko watu wa Tanzania milioni 14. Milioni 8,726 jumla yetu. Ambao ukichukua hii milioni 8 ya wakazi wote kwenye hii mikoa, milioni 8,726,288, ukitafuta percentage wise kwenye total population ya nchi yetu ya milioni 61, unapata 14% ya Watanzania wote wako mikoa. Na tuongezea kitu kingine cha muhimu sana ndani ya nchi yetu. Sana. Tunaongeza socket ya umeme. Socket ya umeme nchini tunaenda kuiongeza. Hivi sasa socket tulizonazo tuna hii inayotoka Dodoma, Singida, Lemguru, Arusha. Kwa hii mikoa ya kaskazini na maanisha Dodoma, Singida, Lemguru, Arusha ya kwanza ndio iliyopo. Lakini ipo ya Chalinze, Segera, Kilimanjaro, Arusha. Tukichukua umeme kutokea Namanga, kwa maana ya kutokea Ethiopia ukapita Kenya ukaja Namanga, tunatengeneza socket nyingine mpya ambayo inaingiza umeme kwenye grid ya taifa.
na inakuwa inaanzia na Manga, Lemuguru, unaweza ikaenda Arusha, inaweza ikaenda Manyara, inaweza ikaenda Kilimanjaro, na wakati mwingine hata Singida. A new circuit. Sasa sisi Tanzania tumeingia makubaliano na nchi za SADC na nchi za Afrika Mashariki, na kwa pamoja tunakuwa financed na World Bank na African Development Bank kwa ajili ya kujenga miundombinu ya umeme, ya usafirishaji wa umeme, ili kwamba gridi zetu ziwe interconnected. Tuna makubaliano haya kama nchi na nchi nyingine za Afrika. Na kama mtakumbuka, juzi sisi Tanzania tulikuwa wenyeji wa mission 300 ya Afrika ya nishati. Tulikuwa na hiyo summit mission 300, mission ya Kiafrika ambayo by 2030 inalenga Waafrika milioni 3 wawe wameunganishwa na umeme, na tumeingia makubaliano nao Waafrika wenzetu ili kufikia lengo hilo. Na kwa kutambua kwamba sio kila nchi ina vyanzo vya kutosha vya umeme, ndio maana zinaunganishwa gridi zetu kupitia huu mpango, ili kwamba tu tunaweza tukashare kinachozalishwa Ethiopia kitatumika Tanzania, kinachozalishwa Tanzania kitatumika Zambia, ili Afrika kwa pamoja tufikishe nishati ya umeme kwa watu milioni 3. Sisi tulikuwa wenyeji, fanyika Dar es Salaam pale, wote mnafahamu, nyewe waandishi wa habari ni mashahidi. Na sisi kwa Afrika ndo kinara wa nishati safi na salama. Mheshimiwa Rais ndo champion, anatuongozea hiyo kwa Afrika nzima. Na ile secretariat ile ya mission 300 ya summit ya Afrika ya nishati, makao makuu yake yatakuwa Tanzania, hapa kwetu yatakuwa Tanzania. Sasa huwezi wewe ndio kiongozi, wewe ndio umepewa dhamana na wenzako, halafu hauongozi kwa vitendo kwa yale ambayo mmekubaliana kufanya. Tumekubaliana kutumia umeme popote unapozalishwa, kama gridi yetu inafika tunachukua popote. Wewe ndio kiongozi, lazima uongoze kwa vitendo na kwa mfano. Nampongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuongoza kwa vitendo. Tanzania tunakwenda kununua umeme kutoka Ethiopia kama ambavyo tumekubaliana kwenye Energy Summit ya Afrika ya mission 300. Mwisho, sisi kama nchi na kama taifa tuna nafasi kubwa sana ya kuendelea. Sisi kama nchi na kama taifa tuna nafasi kubwa sana ya kuendelea kiuchumi, kidiplomasia, tunapokuwa tunafanya yale ambayo tumekubaliana kufanya na wenzetu kimikataba, kwa maazimio na kwa declarations tunazokuwa tumezifanya. Lazima tuongoze kwa vitendo. Baada ya kusema haya, asanteni sana na washukuru sana. Kama kuna maswali na wakaribisha. Naam. Sawa, ni unaitwa? Kwamba sisi kama Watanzania wote kama nchi tuna wajibu wa kuendelea kupeana hii elimu na kuelimishana, lakini hii isicheleweshe mchakato wa sisi kupata nishati kutoka Ethiopia. Serikali ifanye haraka. Naam. Kwanza ongea sana kwa ufafanuzi uliotoa hasa jinsi biashara yenyewe itakavyokuwa inafanyika. Unaona kabisa serikali ndio operation cost itakuwa zikipungua kwa pande nyingine. Lakini kuna ile cost ya transportation road kutoka Ethiopia kufikia nchi nyingine tena ya jirani ya Kenya mpaka kufika Afrika. Hiyo ilikuwa ina maana ya nani? Hii nyingine hatuoni sasa kwamba wakati tunafanya mchakato kuna backup, kwa sababu inaweza kutokea damage yoyote huko Ethiopia au katikati popote kwenye miundombinu kusafirishia hiyo nishati, au mwisho wa siku mikoa yote ya kaskazini ikaathirika na
mnaendelea kutekeleza, lakini najua mimi kusikana siku moja tu shida tu. Nashukuru sana ndugu George. Nilieleza vizuri kwenye maelezo yangu kwamba umeme kutoka Ethiopia utanunuliwa kwa senti 7 ya dola, senti 7 ya dola, na Wakenya kwa maana wametupa ile gridi yao tuitumia kusafirisha, tutawalipa 0.7 ya senti ya dola. Kwa jumla umeme huo utasimamia kwenye senti 7.7. Hii analipa mtumiaji tu, anailipa mtumiaji, ambapo gharama yake sasa inakuwa imesimamia kwenye senti 7.7 ya dola, na gharama hiyo bado iko chini ukilinganisha na vyanzo vingine ambavyo tayari tunavyo. Mathalan ni vyanzo vya gesi vinazalisha umeme kwa gharama ya juu kidogo per kilowatt hour kutoka kwa hiyo 7.7. La pili, umeongelea habari ya dharura. Labda tu niseme dharura, jambo lolote linaweza likapata purukushani ya dharura. Hata lile bwawa letu la Mwalimu Nyerere linaweza likapata dharura, ama ya kihali ya hewa, vyovyote vile linaweza likapata dhoruba ikaingia kwenye dharura. Lakini ninachotaka niseme ni nini? Hata ikitokea huku tukapata dharura Ethiopia, sisi bado grid yetu ya taifa iko interconnected kutokea huku kwenye vyanzo kusini mashariki mpaka kote juu kwenda kaskazini, iko interconnected. Yeah. Naam, karibu. Shauri serikali waone namna ya kuhakikisha kwamba wanaleta mageuzi katika sekta ya nishati hasa umeme, kwa kuleta makampuni mengine kama ilivyokuwa mitandao ya simu. Sasa hivi tushatoka kwenye TCL kule, sasa hivi tuko na Vodacom na mitandao mingine. Kwa hiyo sasa kuna haja ya kushauri serikali yaje makampuni mengine, ili tuachane na hizi kelele za TANESCO kila siku tunatoa umeme wapi, mara moja kwa hivi. Lakini wabunge mnaje sasa ya kukaa pale kwenye kushauri serikali ili walete makampuni mengine ambayo yatasaidia TANESCO na iwe rahisi pia kwa wananchi. Lakini swali langu la pili, mimi nataka kujua takwimu vile kwa upande wenu huko kaskazini, changamoto yenu ya umeme huwa inakatika kwa namna gani? Yaani asilimia ngapi wanapata umeme, ili Watanzania pia waelewe kwa ukubwa zaidi kwamba nini watu wa kaskazini huwa mnapata umeme pengine kwa wiki mara moja kama ilivyokuwa maji ambao yanatoka kwa masaa. Asante. Nakushukuru sana ndugu yangu Ngonyani kutoka Wasafi. Sisi kama wabunge kwanza tumekuwa tukishauri sana serikali namna ya serikali kuwekeza zaidi kwenye vyanzo kwa maana ya uzalishaji. Tunaishauri serikali kuwekeza zaidi kuimarisha miundombinu ya usafirishaji, lakini tumekuwa tukishauri serikali kwenye kusambaza, na serikali kwa kweli imekuwa ikisikiliza sana ushauri wetu sana. Ndio maana leo tunazungumzia habari ya usambazaji kwenye vijiji vyote na mitaa yote nchi hii, ni kwa sababu ya ushauri ambao umetokana na wabunge pale bungeni, lakini na usikivu wa serikali. Sasa hili jingine ambalo umelisema la kuona namna ya makampuni mengine kuruhusiwa kuja, haya bado ni mambo ya mjadala. Ni mambo yanaweza tu yakawa na mjadala wa kitaifa kama Watanzania tukaendelea kuyajadili, kama tu ambavyo kuna Watanzania ambao wanafikiri kwamba labda ni muda mwafaka wa kugawa TANESCO, shirika tuwe na shirika la uzalishaji, labda tuwe na shirika la usafirishaji na tuwe na shirika la usambazaji. Zote hizo ni hoja ambazo ni debatable. Na ni namna gani kule kaskazini umeme unapatikana? Jinsi ilivyo, moja kati ya changamoto tulionazo kule kaskazini ni ule upungufu. Kwanza, maeneo mengine kutokuwa na njia kuu ya kusafirisha umeme, gridi ya taifa kutokuwepo, lakini maeneo mengine kutokuwa na vituo vya kupokea na kupoza umeme. Kwa hiyo unakuta umeme unasafiri kwa laini ndefu kwa muda mrefu bila kupita popote. Kwa mfano,
kutokea Handeni inapita tu line inaenda mpaka Kilindi. Hapo katikati hata angetokea tu kunguru akamesa up na waya, tayari watu wa kule mbele wote wanakosa umeme, kwa sababu hakuna kituo ambacho kinapokea pale na kupoza na kudistribute kutokea pale. Kwa how often tunapata inategemea na dharura zinazoweza kujitokeza, ama breakdown ya nani au dharura yote nyingine inaweza ikapelekea. So you cannot measure kwamba mara 3 mara 4 kama ambavyo unaweza ukapima sindano za mgonjwa anayetibiwa malaria. Samani, jina nani? Neshoke. Neshoke. Chombo? Karibu sana. Kama mmoja wa viongozi wa wawakilishi wa kaskazini, imekuwa sehemu gani ya serikali kuja sasa na maamuzi haya badala tu ya kuja kupongeza leo? Nimewahi kushauri serikali ifanye mbinu mbadala kwa ajili ya kufanya maamuzi yanayofanyika leo. Nakushukuru sana na Ishozi wa Star TV. Jambo la kwanza ambalo lazima mfahamu ni kwamba serikali inafanya kazi kwa niaba ya wananchi. Serikali inafanya kazi kwa niaba ya wananchi, na wananchi wanawakilishwa na wabunge pale bungeni kwa ajili ya kuisimamia serikali, kuishauri serikali. Sasa siku zote sisi wabunge, na hili naomba liweke vizuri, siku zote sisi wabunge na hasa wabunge wa Chama cha Mapinduzi tumekuwa washauri wazuri sana kwa serikali ili ijaribu kutafuta njia mbadala, vyanzo vipya, ijaribu kutafuta vyanzo vipya. Na ndio maana kupitia ushauri ambao umekuwa ukitolewa na wabunge wa CCM serikalini kule Lindi, serikali yetu kila siku inafanya utafiti kwa ajili ya uvumbuzi wa visima vipya ambavyo vinaweza vikaingiza gesi itakayoenda kutumika kwa ajili ya kuzalisha. Serikali tunapokuwa tunaishauri itafute vyanzo, na yenyewe ina wataalamu, inafanya mapitio, inafanya marejeo, inatuma watu wakajifunze sehemu mbalimbali. Kwa usishangae kwamba wamekuja na hii solution kwa mikoa ya kaskazini kuchukua umeme kutoka Ethiopia. Kwa hakika ni kwa sababu ya ushauri wa wananchi kupitia wabunge wao pale bungeni kwamba serikali iwe na vyanzo mbadala vya umeme, tusitegemee sehemu moja. Tumemaliza? Aisee, nawashukuru sana.